Ambacho wanakifanya ni kwamba watawajengea Simba uwanja wa mpira wa miguu ambao utakuwa na capacity ya mashabiki 10,000. Unaona bana, lakini wakati huo pia bado watapatia basi la kisasa kabisa aina ya Iriza. Kwa hiyo kuna vitu vinashtua kwenye ule mkataba. Mimi mwenyewe nilikuwa namwangalia yule mwamba wakati anazungumza, sasa jamaa ina wanatoa wapi? Bilioni 38 mzee, sio mchezo, na imeshtua nchi kusema kweli, kwa sababu ni kitu ambacho watu wengi hatukutarajia. Tumeona Simba kwa msimu wao wakati anaingia Fred Vunjabei aliweka bilioni 2. Baadaye Sunderland the only one anaweka bilioni 4. Unaona kutoka bilioni 4 hadi bilioni 38 is no joke, ni hela nyingi sana, na hiyo ni kwa miaka 5. Kwa maana Simba wana uhakika kwa mwaka kupokea bilioni 7 kila mwaka. Kwa hiyo niseme tu kwamba hiki ambacho Simba amekifanya kwanza ni kubwa sana, kwa sababu wamekuza brand yao, wamepambana na klabu hiyo, kwa sababu wamekuwa kifika kimataifa, na hiyo yote ni kwa sababu wao wamekuwa na hiyo consistency ya kufika kimataifa, hasa kwa upande wa robo finali. Wameenda 4 za CAF Champions League, 2 za Confederation, kitu ambacho vilabu vingine vinakuwa vina struggle sana, lakini wakati huo pia wakichukua ubingwa back to back. Ukiachana na ligi, kimataifa wamekuwa kitamba sana. Sasa wao wenyewe Jairo tu wanafahamu kwamba wanapokuwa wanaweka pesa yao Simba, return yao wataipata kwa haraka, kwa sababu Simba wanakuwa wanaenda kimataifa zaidi. Kwa msimu huu naona wamefika hadi hatua nusu finali, bado wana uhakika wa kufika pia finali. Kwa hiyo msimu ujao pia Simba wana uhakika wa kwenda CAF Champions League. Kwa hiyo wanaamini ya kwamba hiki ambacho wanakifanya kitawapa mrejesho mkubwa sana hapo baadaye. Lakini lazima upongeze Simba, kwa sababu hii ni kubwa zaidi kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki. Haijawahi kutokea kuona kwamba mzabuni tu wa masuala ya jezi anaweka bilioni 38, huku kwenye mkataba kuna vifungu vya kuwekewa labda kujengewa uwanja, mashabiki 10,000, kuletewa gari la Iriza. Simba alikuwa anateseka. Kuna kipindi niko kwenye bango hilo au wako watu wa Simba hapo karibu. Kuna kipindi Simba basi lao lile nilipata changamoto, unakumbuka? Wakawa wachezaji wanaenda uwanjani na Costa, yani basi ilikuwa la changamoto, na baadaye tukawa tunauliza basi la Simba liko wapi bwana, na kitu kama hivyo. Sasa hivi wanatoka kwenye basi ile ambao walikuwa wanaitumia, sasa hivi wanaenda kwenye Iriza, na wana deserve of course. Klabu kama Simba wanapaswa kuwa na basi la kisasa Iriza. Yaani Azam wana Iriza alafu Simba hawana. Sasa Simba anaenda kuwa na Iriza alafu toleo la mwaka wa mbele kabisa. Kwa hiyo unaweza kaamini hilo kwamba brand wameilinda na wamepambana kweli kweli kuhakikisha brand yao inakuwa kweli kweli. Sasa hii ukisikia kwamba kuna watu wanapaswa kuiga, waige. Mimi kila mara nawaambiaga, nikisema Yanga waige vitu ambavyo Simba wanafanya, watu wanalipiga mawe, wanasema wewe bwana umetumwa, wewe bwana umepewa tiketi ya ndege, wewe bwana maneno kibao. Lakini mwisho wa siku leo watu wanajionea haya mambo tunayozungumza kila wakati ni kwamba hayaji tu by fluke. Haya ni mambo ambayo yanafanyika taratibu kimchakato, na wanaenda taratibu, lakini leo hii unaona watu wana cement ubora wao kila kukicha kwenye michuano ya kimataifa. Watu wanaendelea kupalilia brand walionayo, haishuki. Yaani wakienda robo finali, sio kwamba leo umeenda robo finali, kesho umeenda zako umeshia hatua makundi. Haiwezekani. Ili uweze kuwa mkubwa, lazima upambane na giant. Lazima uendelee kuprotect uwanja wa Benjamin Mkapa. Yoyote anayekuja anapasuka. Leo hii unaona mtu anaweka pale bilioni 38 brother, sio mchezo, ni hela nyingi sana. Lakini swala la uwanja kwangu ndio kitu kikubwa kuliko vitu vyote ambavyo vimezungumzwa pale. Simba na Yanga kukosa uwanja wao tu wa mpira wa miguu ni aibu kweli kweli, yani ni fedheha. Unakosa uwanja, mnashindana, mmoja anatoka Chamazi wanaenda kugombania uwanja wa KMC brother. Uwanja wa KMC yenyewe ule juzi nimetoka kuongea pale kwamba waandishi wa habari wenyewe tuthaminiwi, tunapaa tu la kutukinga na jua hakuna. Leo hii Simba wanaenda kujengewa uwanja, na hawa jamaa wako very serious kwa namna ambavyo wamezungumza. Naamini wanaenda kujenga uwanja huo wa kisasa kabisa wa watu 10,000 ambao mashabiki wa Simba watakuwa na enjoy, hasa kwa hapa Dar es Salaam. Alizungumza mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba kwamba atakwenda kufanya uwekezaji mkubwa ndani ya Simba, lakini tumeona mpaka sasa yale ambayo aliyaahidi kwa pamoja na kutengeneza uwanja, lakini tumeona kama bado hajafikia kwenye ile progressive ambayo alikuwa anataka kwenda kuifanya. Pengine labda tutarajie maneno tu ambayo huwa yanazungumzwa, lakini kwenye swala la vitendo yanakuwa ni kama vile hayatiliwi mkazo. Yeah, of course. Kuna wakati ukisikiliza maneno ya hawa wafadhili na wawekezaji unaweza ukafurahi, kwa sababu wanatia zaidi sukari katika mazungumzo. Hata engineers wakati anagombea anaomba nafasi ya urais pale Young Africans, aliwaambia cha kwanza atakachokifanya ni kujenga uwanja, lakini tumekuwa tukiona magreda tu yanapita pale yanasawazisha, yanafanya ku levelize, lakini haoni chochote ambacho kinafanyika. Lakini kwa upande wa Mohamed Dewji
kuna mtu ambaye leo anaweza akampiga mawe Mohamed Dewji, kwa sababu yeye hata kabla hajazungumza tayari na viwanja viwili vya mazoezi pale Bunju. Niambie, Yanga wana uwanja wa mazoezi wapi? Simba tayari wana viwanja viwili vya mazoezi pale Bunju. Hawaendi kulipia uwanja ili wafanye mazoezi. Wamefanya progress, lakini leo hii wana kambi yao. Kwa hiyo kuna kitu ambacho wamekifanya. Inawezekana labda ilikuwa ni process zinaendelea, lakini kwa huyu ambaye ameingia Jairus ni wazi kwamba anaenda kutia chachu kwenye kupalilia mkataba wake, kwa sababu unajua katika mikataba pale kuna vifungu na vipengele ambavyo lazima uvifanikishe kwa short term and long term plan. Unajua kuna short term na long term plan kwenye mkataba wako. Ili mkataba uwe na maturity, kwa maana umachue, lazima ufanye vitu vya msingi kwenye mkataba wako. Cha kwanza, ukiachana tu na kuleta jezi pamoja na mechanism tofauti sijui na